Ni wakati mwingine mwanafamilia wa MCD Sport Zone na mwanamichezo mwenzangu tukaangalia habari kubwa za kimichezo na burudani, lakini kukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kuitembelea channel hii ya MCD Sport Zone, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya nchini Eswatini umemalizika na mnyama Simba katakata kwa jumla ya magoli 3-0 akiwa uwanja wa ugenini. Ubora wa hali ya juu wa Simba Sports unazidi kuiweka mazingira salama Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Hapo jana kulikuwa na mchezo wa Young Africans dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi na Yanga alikubali kichapo cha goli 1-0, lakini Azam dhidi ya KM walishinda goli 2-0. Na leo hii kulikuwa na michezo miwili ya Singida ilikuwa na mchezo, lakini pia Singida imetoka sare ya 1-1, lakini mnyama Simba ameibuka na ushindi wa magoli 3-0, magoli ambayo goli la kwanza likifungwa dakika ya 46 na Wilson Nangu, lakini pia dakika ya 84 Kibu Denis akaingia kambani, nakwambia super sub. Dakika 90 Kibu Denis akaingia kambani tena, ambapo mchezo kamalizika na mnyama Simba kuibuka na ushindi wa magoli 3-0, magoli mawili kutoka kwa Kibu D, goli moja kwa Wilson Nangu. Beki ilikuwa kona kutoka kwa Neo Maema na Wilson Nangu akaipachika wavuni kuipatia Simba goli la kwanza, lakini magoli mawili dakika 84 dakika 90 yakifungwa na Kibu Denis Prosper ambaye amekuwa na muendelezo mzuri katika michuano ya kimataifa barani Afrika. Simba Sports mwakilishi bora katika michuano ya kimataifa, muendelezo mzuri akiwa ugenini, ushindi mnono. Bila shaka kwa Mkapa atakuwa na kasi nyepesi tu kuhakikisha kwamba anaingia hatua ya makundi. Timu pekee ambayo ina wakati mgumu kufuata kwa hatua inayofuata basi ni Young Africans, lakini Singida wamepata goli moja akiwa ugenini, bado wana nafasi nzuri ya kutinga. Azam wameshinda magoli mawili na wenyewe wana nafasi kubwa ya kushinda. Kwenye nafasi kubwa za kushinda Singida, Azam na Simba, lakini Young Africans bado wana kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba wanatinga hatua inayofuata. Wanahitaji magoli mawili ili wajihakikishie hatua inayofuata, lakini pia Silver Strikers itakiwa sipate goli mbele ya Yanga wakiwa Benjamin Mkapa. Ni ukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.